Waziri Daniel Chongolo leo amefanya ziara kabambe ya kikazi katika tarafa ya Yasi wilayani Karatu mkoani Arusha yenye lengo la kukagua maendeleo ya miradi mbalimbali pamoja na kusikiliza kero na kutoa mwelekeo kwa wananchi. Katika ziara hiyo iliyofuatiliwa kwa karibu na timu ya Darubini Digital, Waziri Chongolo ametembelea na kukagua miradi kadhaa ya kimkakati inayolenga kuinua huduma za kijamii ikiwemo miundombinu, maji na elimu katika tarafa hiyo. Mambo yaliyojiri kwenye mkutano wa hadhara Mang'ola. Baada ya ukaguzi wa miradi, Waziri Chongolo alihutubia mkutano mkubwa na wa hadhara uliowakutanisha mamia ya wananchi wa kata ya Mang'ola na maeneo ya jirani. Waziri alieleza kuridhishwa na kutoa maagizo kufuatia hatua zilizofikiwa kwenye miradi aliyokagua, huku akisisitiza uwazi na kasi katika ukamilishaji wake. Waziri alisisitiza dhamira ya serikali ya awamu ya sasa katika kuhakikisha maeneo ya pembezoni mwa Mang'ola yanapata maendeleo ya haraka na endelevu. Serikali ipo kazini kuhakikisha kila mradi unaotekelezwa hapa Yasi unaleta matokeo chanya na kuboresha maisha ya wananchi mmoja mmoja. Wenyeji na watumiaji hawakuridhika. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya marekebisho ili tupate kile ambacho tulikitarajia wakati tunatoa fedha. Lakini la pili ni swala la kukamilisha ujenzi. Kwa sababu tukisema sasa hivi tujadili kupanua, tutakuwa tunaondoka kwenye lengo. Tunaweza tukapanua alafu tukajikosa ule ubora ambao tunatakiwa tuusimamie, tutafutie matokeo. Uzuri jengo hili yanaweza yakajengwa hata 3, 4, 5 kutokana na volume. Kwanza tujenge, tukamilishe, tukabizi tuone matumizi. Automatically atatupeleka kuona, na ndio maana nimesema kopla, kwa sababu najua ana uwezo wa kutafuta hela ya kujenga. Tukiona hiyo volume, tukaona mazingira ya uhitaji ni makubwa, tutauzungumza, tutatafuta namna. Nina taasisi nyingi na mifuko ndani yake, tutatafuta fedha. Shingapi jumla ujenzi hapa? Milioni 900 hatuwezi kukosa. Tena ndani ya mwaka huu wa fedha, kama hili likikamilika tukaona matumizi yake. Sawa Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Mbunge sawa. Kwa hiyo usipate shida. Mimi nikuhakikishie. Kwanza tumalize hili tuone limeanza kufanya kazi. Shida moja tunaweza tukaanza kufikiria kuongeza miundombinu alafu likawa hili alitumiki na mingine isitumiki. Tuone inafanya kazi, uhitaji utatulazimisha kutengeneza mazingira ya kuwaongezea miundombinu. Hiyo mwe na amani. Kabisa kabisa. Mheshimiwa ndugu yangu Rasi, najua unapenda kunichochea na hili ndio jibu sahihi. Tutafanya, lakini twende kwa awamu tuone inafanya. Mimi nina bahati mbaya nimepata muda wa kutembea huko. Tulifanya kosa hili, tulijenga soko sehemu moja inaitwa Kyerwa. Huwa napata hasira sana nikikumbuka pale Kyerwa kwenye mpaka wa kwenda Rwanda na Uganda. Tumejenga soko la gorofa. Halafu wananchi wako pale chini pembeni wanauza chini pembeni kwenye miti. Kwa nini? Kwa sababu tuliwajengea gorofa, wao wanaogopa, wanaona kama gorofa litawaangukia. Sio kachao. Kwa hiyo tunataka tuone kweli Saita umeshakuwa na uhitaji utatumia. Si ndio wake? Mkiweka uweza tu Mheshimiwa Cecilia, sisi tutaongeza soko miundombinu hii. Haina shida kabisa. Na tunaweza tukawatengeneza mazingira ya makubaliano, tukafanya kwa force account. Akiongea kwa niaba ya wananchi wa Mang'ola na wilaya Karatu kwa ujumla, mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Daniel Awaki amesisitiza mambo yafuatayo. Tarafa hii ya Yasi kijiji cha Mang'ola, nataka nikwambie Mheshimiwa Waziri, mioyo ya wananchi wangu hawa bonde hili la Yasi leo sitafurahi. Sitafurahi kwanza kabisa Mheshimiwa Waziri, mwaka huu tumepitia changamoto kubwa sana ya mbolea. Kuna muda ilifikia mbolea watu tunapiga foleni, unapewa mbolea 2, unapewa mbolea 1, unapewa mbolea 5. Lakini niamini kwamba wataalamu wa wizara wapo wanaohusika na eneo hilo, umekuja nao na amina unatoa ufafanuzi vizuri katika bonde hili, kwa sababu sisi bonde hili tunatumia mbolea kwa miezi 12 nzima.
Sisi hatutegemei mvua kila saa, sisi tunalima kwa sababu tuna bahati ya Mwenyezi Mungu ametujalia. Tuna kilimo cha umwagiliaji ambao maji yanatiririka kutoka kijiji cha Kangdet kuja ukanda wa huku, ambaye pia Daktari Samia Suluhu Hassan ametupatia bilioni 38 na milioni 500 ambao wakandarasi wako site. Japo tuna changamoto kidogo ya mwendo wa speed unaokwenda nayo, lakini tunashukuru kwa sababu pia kazi inaendelea na tayari serikali imewekeza bilioni 38 na milioni 500. Mheshimiwa Waziri, katika ukanda wa Barai tuna mradi wa bilioni 21. Nafikiri kwa sababu leo umekuja pia na mkurugenzi wa tume ya umwagiliaji pia ataitolea ufafanuzi. Mheshimiwa Waziri, tumejitahidi kutoa ufafanuzi kwa wananchi wetu. Tunapata wakati mgumu kwa sababu mradi sasa una miaka mitatu katika ukanda ule ambao serikali imetoa zaidi ya bilioni 21 na mradi umesimama sasa, tuna karibu miaka mitatu. Mheshimiwa Waziri, mimi nikukaribishe tena. Leo asubuhi tumekukaribisha katika eneo la Karatu mjini, na leo tumekuja kuangalia mradi wa milioni 900 katika eneo la Corona S kicha Endashangwe, na baadaye tumeenda kwenye shule ya sekondari na miradi inayoendelea bilioni 38. Mheshimiwa Waziri, umejionea katika ukanda wa magharibi, na mimi sipendi kutumia muda mwingi kwa sababu diwani umeshawakilisha kero ambayo inatokana na nyinyi. Kwa upande wake, mbunge wa viti maalum mkoa wa Arusha ambaye pia ni mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Cecilia Pareso ameeleza yafuatayo. Lakini jambo la pili, tukupongeze wewe kwa dhamana kubwa uliopewa na Daktari Samia Suluhu Hassan kuongoza Wizara ya Kilimo na kwa kazi kubwa ambayo unaifanya ya kuhakikisha masuala yote ya kilimo yanamnufaisha na kumsaidia mkulima wa Tanzania hii. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Na kwa kuwa leo umefika hapa katika hii shule ya sekondari, tunakupongeza pia na upeleke salamu za shukrani na pongezi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoendelea kufanya, kwanza ya kudumisha amani kwa watu wetu wote wa Tanzania. La pili, kwa kuhakikisha Watanzania wote wanapata maendeleo katika makundi yote. Akitolea ufafanuzi wa majibu maswali ya wananchi wa Mangola, tarafa ya Eyasi, Waziri wa Kilimo ndugu Daniel Chongolo alikuwa na haya ya kusema. Kwa hiyo hilo la mradi wa ujenzi, mradi huu na waahidi visima atafanya haraka, ndani ya mwezi huu gari itafika, na mimi nataka mwezi ujao angalau tarehe 15 nimpatie kazi ya kuja kulipokea gari nani mbunge na mkuu wa wilaya, wabunge wote watatu hawa, njooni nyinyi wote watatu hapa, mumsindikize mbunge wa jimbo, mje mpokee hilo gari hapa pamoja na mkuu wa wilaya. Mheshimiwa mkurugenzi, na kuita mheshimiwa, utanilipa hiyo mheshimiwa usipotekeleza. Hawa watakuja kupokea hilo gari ndani ya muda gani? Mpaka tarehe 15 ya mwezi ujao watakuja kulipokea hapa. Mheshimiwa Waziri, wakati tunaendelea kuongea nimeshatoa maelekezo. Wiki ijayo naandaa gari na inakuja baada ya wiki moja. Aha. Sasa baada ya wiki moja mimi naweka wiki moja, likifika likae pale mjini, wiki ya pili lije huku. Sawa? Mje kulipokea. Sawa? Tumemaliza hiyo. Mnadai, lakini mnadai kwa sababu mnajua ipo serikali na mnajua ni wajibu wake kuwahudumia. Na sisi tunachukua kwa sababu ni wajibu wetu kweli. Lakini tunachukua kwa sababu pia tunajua tuna nafasi ya kwenda kutafuta hiyo fedha, ilete hayo matokeo. Bila kuwa na hiyo fursa hakuna, tutapiga hadithi. Sasa tusipopata fursa ya kutafuta fedha, tunatekelezaje hiyo miradi? Nchi ikichafuka, mambo yasipoenda, tunapataje hizo fedha? Miradi inatekelezwaje?
na mimi nasisitiza kuweka Lombesa ni unyonyaji. Hatuwezi ruhusu jasho la mkulima linyonywe kienyeji. Kwenye hilo tutakuwa wakali, na bahati nzuri tunafanya kazi kwa karibu sana na waziri wa viwanda na biashara, na tumekubaliana kwa pamoja kuhakikisha tunalikomesha hilo. Tumezungumza sana na Mheshimiwa Judith Kapinga na tumekubaliana kwamba kwa pamoja tunaweka mkakati wa kuhakikisha hilo haliwi changamoto kwa nchi yetu tena. Mtu anataka kwenda sokoni ahakikisha anaenda na vipimo halali, vipimo vinavyotumia kilo na sio namna yoyote nyingine, ili wote mkifika sokoni muwe sare sare, watu wachague kitunguu au bidhaa kwa ubora na sio kwa ujazo, ili kila mmoja auze. Lakini mmesema lingine hapa kuhusu soko la vitunguu, na wenzangu wamesema sisi tuna kazi kubwa tunafanya kama wizara. Tayari tumekubaliana kupitia mamlaka yetu ya nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, chini ya usimamizi wa idara yetu ya usalama wa chakula pamoja na DCD, mkurugenzi wa maendeleo ya mazao, kuhakikisha tunaweka msukumo wa mazao ambayo yana soko nje ya nchi na yanachukuliwa na watu wa katikati kutafuta hayo masoko nje, badala ya sisi kwenda moja kwa moja, tunaanza kwenda sisi wenyewe moja kwa moja.